184 hatuchezi, ilishaisha Machi 8, 2025. Huu jumbe bado mnaendelea kuuanikiza kwa nani hasa? Kwa viongozi wa bodi ya ligi na TFF. Na hata nchi kwa ujumla ikiwezekana. Kwa sababu mimi nadhani ukifanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndo kosa. Kama Young Africans tulifanya kosa 2021, nao hatuwezi kufanya kosa tena. Kwa sababu tunaamini mamlaka ambao tumewapatia kazi au tumewaamini wakasimamia sheria 17 na kanuni zake, kwamba hawa watu wanaweza kusimamia sheria 17. Ndio maana hatujaweza kuwa wote viongozi wa TFF wala wote hivi wadau wa mpira Tanzania wote tukaweza kuwa viongozi wa bodi ya ligi au TFF. Tukawaamini, tukawapatia dhamana ya kwenda kusimamia sheria 17 kwenye mpira wa Tanzania. Lakini wanapokuwa wanaleta sintofahamu au wakienda against na kile tulichowapa kwenda kukisimamia, maana yake sisi lazima tutoke front kuja kutetea kile ambacho tuliwapa wao kusimamia. Maana yake wanakuwa wameshindwa. Kwa hiyo mimi nadhani ifikie mahala tusimamie sheria na kanuni, kwa sababu ndo mlolongo ambao uliwekwa kwa ajili ya kusimamia kuuendesha mpira. FIFA sio wajinga kutoa sheria na kanuni zake kwamba hizi sheria ndo zitakuwa zinaongoza mpira. Pale tumewaweka watu tu, so mtu anayeongoza mpira, ila sheria ndio inayoongoza mpira. So mtu anayeongoza nchi, ila sheria ndio inayoongoza nchi kwa kufuata sheria. Ndio maana hata wao wanapokuwa wanatoa adhabu, wamemwadhibu mchezaji fulani, wanakuambia kwa mujibu wa kanuni. Si ndio? Wanapokuwa wanatoa kitu lazima watumie kwa mujibu wa kanuni. Maana yake sio wao wanaosema, ila wao wanakuwa wanafikisha ujumbe, wananukuu. Kanuni inakutaka uwe hivi. Kanuni inakutaka saa 9 ufikishe timu uwanjani, basi saa 9 unatakiwa uwepo uwanjani. Kama kanuni inakutaka ufike saa 9 uwanjani alafu kachelewa, lazima kuna adhabu utakayopewa. Umetozwa faini ya shilingi kadhaa kwa mujibu wa kanuni kwa kuchelewesha timu uwanjani. Ndio maana hata ukiona makocha wakizila au wakisusa kuongea na waandishi wa habari, au kama timu inawakilishwa na watu 5 wakaenda 4, watatozwa faini, watapigwa adhabu kwa mujibu wa kanuni inavyotaka. So linapokuja swala la kuahirisha mechi, of course kanuni inawataka wao waahirishe mechi, si ndio? Lakini kuwe na sababu maalum. Hiyo sababu uwe umeithibitisha. So tukiwauliza swali kwamba ni kwa nini waliahirisha mechi, hawana sababu ya kutupatia. Kwa sababu siku ya tukio ya Simba kuzuiliwa, hakuna kiongozi wa Simba aliyepata shida yoyote ile. Hakuna mchezaji wa Simba aliyepata shida yoyote ile, wala kocha wa Simba aliyepata shida yoyote ile. So tunataka kujua ni sababu ipi iliyopelekea mechi kuahirishwa. Bado hawajatujibu. Mpaka sasa hivi Young Africans ameandika barua tarehe 9. Mpaka leo hajajibiwa. Ni takribani wiki 2 zinakatika na siku zake mpaka hajajibiwa, si ndio? Lakini Simba aliandika barua saa 8, mpaka saa 6 imeshajibiwa, si ndio? Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kuna viongozi wanaoendesha mpira hawaendeshi kwa kutumia kanuni na sheria, ila wanaendesha kwa kutumia matakwa yao. Yaani akilala, kaamka, anajisikia afanyeje, ndivyo anavyokuja kuendesha. Ndio maana utakuta kuna vilabu vinaadhibiwa kwa kanuni, kuna vilabu vinapewa faida kwa kutumia busara. Kwa hiyo mimi nadhani inatakiwa ifikie mahala tusimamie kanuni na sheria. Vilabu vidogo ndo vingekuwa vimefanya hili tatizo, usingeona kama watu wamefikia huko. Alifanya kosa JKT Queen na Simba Queen, lakini aliadhibiwa JKT Queen. Alipokwa alama 5 akapewa Simba Queen kwa kutokufikisha timu uwanjani. Biashara United hakufika Mbeya kwenda kucheza, aliadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Why Simba? Kwa nini kwa Simba inakuwa na sintofahamu nyingi? Kwa nini kunakuwa na ukakasi kumpoka alama Simba na kuwapatia Young Africans? Au kwa nini kunakuwa na ukakasi mpaka leo hii watu wanaendelea kuongelea swala la dabi peke yake, wakati kanuni ziko wazi, sheria iko wazi kwamba mtu asipofikisha timu uwanjani si anatakiwa adhibiwe? Wewe kama bodi ya ligi umepokea barua ya Simba Sports Club kwamba hatuwezi kupeleka timu uwanjani kwa sababu tumezuiliwa kufanya mazoezi. Wewe unatoka unaahirisha mechi bila kuwajuza wahusika wakuu ambao ni Young Africans. So kanuni ipi uliyoitumia kuahirisha mechi pasipo kuwajuza Young Africans? Kwa hiyo Young Africans yeye hakupaswa kupata taarifa, au ni kwa kuwa wanawamudu Young Africans wakaamua kuahirisha mechi afu wakajua Young Africans tutakaa nao mezani watatuelewa?
basi mimi nadhani sheria na kanuni sasa hivi ianze tu sasa hivi. Kama huko zamani tulikuwa tunatumia busara, tuachane na huko zamani. Kwa sababu hata ukienda mahakamani, umeenda na tatizo la sasa hivi, huwezi kwenda kukumbushia matatizo ya zamani. Kwamba mbona 2021 tulitumia busara, kwa nini sasa hivi hawasikilizaji kesi za namna hiyo? Mimi nadhani imefikia mahala tusimamie sheria na kanuni, kwa sababu ndo muongozo ambao unawapa jeuri TFF waweze kusimamia mpira wetu ili tuweze kupata ligi bora. So ligi tunayoambiwa kwamba ni ya 4 barani Afrika kwa ubora, wakati na makando mengi, mechi inaahirishwa bila sababu. Marefari wenyewe hata tulie naye anaenda kuchezesha michuano ya kimataifa ni mmoja, afu unaitem ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo mimi nadhani tukisimamia sheria na kanuni tunaweza tukaipata ligi bora halali ya bila makando. Kwa maana hiyo bado ligi yetu haipo kwenye kiwango ambacho inastahili kuwepo. Namba 4 ni kama tumependelewa. Of course, kwa upande wangu mimi siwezi kusema kwamba Tanzania ni ligi bora barani Afrika namba 4 wala namba 5. Hata kwenye 10 bora siwezi kuiweka. Siwezi kuweka ligi ya Tanzania namba 4 kwa ubora barani Afrika wakati tuna refa mmoja anayeenda kuchezesha michuano ya kimataifa. Kwa hiyo huo ni uongo na uhuni. Tatizo ligi yetu inaendeshwa sana kihuni. Yaani kishangazi kwamba zikitokea sintofahamu baina ya Simba na Yanga, unaona Simba ananufaika zaidi. TFF amewahi kuongea na GSM adhamini ligi, si ndio? Aliyekataa alikuwa Simba, si ndio? Ili hali England Standard Chartered amewahi kuidhamini ligi ya England na anaidhamini na Liverpool. Kwa hiyo mimi nadhani ifikie mahala tusimamie sheria na kanuni ili mpira wetu uende sawa. Tulishafanya makosa huko nyuma. Hatupaswi kuendelea nayo kwa sababu kuna vilabu vinapata shida sana kwa kutumia hizi busara. Kuna vilabu vinanufaika kwa kutumia busara. Kwa hiyo mimi nadhani yote kwa yote hatuchezi. Yes. Lakini leo hii viongozi wenu wameitwa hapa na nyie mnasema mnawaamini. Nyie kama wanachama na mashabiki wa Young African, haswa kilicholeta hapa nini? Tunasimamia msimamo wetu, hatuchezi.